Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama, michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Basi hii leo msikilizaji, taarifa ambayo tumeipatia kipaumbele, tunaangazia uchambuzi wa uchumi wa Kenya kutokana na hotuba ya Rais William Ruto mbele ya bunge la nchi hiyo. Kwa hayo na mengine mengi, kaa nasi. Lakini kwanza tupate muktasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Angela Ngendo. Shirika la Amnesty International linasema ni rasmi kwamba jeshi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF lilitekeleza uhalifu wa kivita katika mji wa El Fasher ulioko jimbo la Darfur nchini Sudan. Ripoti ya shirika hilo inasema ilikusanya ushahidi ambapo wapiganaji wa RSF waliwapiga risasi na kuwaua wanaume ambao hawakuwa na silaha, kuwabaka wanawake na wasichana, na baadhi ya raia wakatekwa nyara ili kudai kikombozi. Baadhi ya raia waliotoa ushahidi wamesema maiti za raia wakazi wa El Fasher zilitapakaa barabarani baada ya mji huo kutawaliwa na wapiganaji hao. RSF haijatoa taarifa dhidi ya ripoti ya Amnesty International, lakini awali ilikiri baadhi ya wapiganaji wake walitekeleza dhulma za kibinadamu. Mji wa El Fasher ulitawaliwa na wapiganaji wa RSF mnamo mwezi Oktoba kutoka kwa jeshi la Sudan. Eneo hilo lilikuwa ngome kuu ya mwisho kushikiliwa na jeshi la nchi katika jimbo la Darfur. Shirika la Afya Duniani WHO lilitangaza kwamba mapigano ya El Fasher yalisababisha vifo vya zaidi ya wagonjwa 400 na maafisa wa afya walionusurika walitekwa nyara. Milki ya Imarati UAE imelaumiwa kuwafadhili wapiganaji wa RSF, lakini ufalme huo wa Kiarabu umekanusha tuhuma hizo. Mmoja wa mabinti wa rais wa zamani Afrika Kusini Jacob Zuma amemshtaki dadake kwa madai ya kuwasajili wanaume nchini humo ili kupigana katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Nkosazana Zuma Ncube amedai dadake Duduzile Zuma Sambula, ambaye ni mbunge wa Afrika Kusini, aliwahadaa wanaume hao wajiunge kama mamluki ili kusaidia jeshi la Urusi. Anasema wanaume hao waliahidiwa kupokea mafunzo ya kuwa walinzi wa wabunge wa chama cha Zuma cha Mkomoto Wesizwe MK nchini Urusi, lakini wakaishia kambi za kivita huko Ukraine. Polisi Afrika Kusini wanasema wanachunguza madai hayo. Awali serikali ilikiri kwamba raia wake 17 waliomba kukombolewa kutoka uwanja wa mapigano huko Urusi, wakisema waliahidiwa ajira lakini matokeo yakawa tofauti. Bi Zuma Ncube anasema ni wajibu wake kama raia mwema kumwajibisha dadake huyo. Mbunge huyo wa Afrika Kusini Zuma Zambula aidha anakabiliwa na mashtaka mengine ya kuchochea ghasia. Amedai kuweka ujumbe wa kuchochea maandamano kupinga kukamatwa kwa rais wa zamani mwaka 2021 ambapo zaidi ya watu 300 waliuawa na mali ya mamilioni ya dola ikaharibiwa na nyingine kuporwa. Tanzania imefuta sherehe za uhuru wa nchi hiyo hapo Disemba 9 na kusema fedha ambazo zingetumika kwa dhifa hizo zitawekwa katika ukarabati wa miundo misingi iliyoharibiwa wakati wa maandamano ya kupinga uchaguzi mkuu. Tangazo hili linajiri wakati vyama vya upinzani na watetezi wa haki za binadamu wameitisha maandamano siku hiyo ili kulalamikia mauaji ya waandamanaji na maafisa wa polisi. Tanzania ilishuhudia maandamano makubwa ambapo wafuasi wa upinzani walipinga sheria ya uchaguzi na kuzuiwa kwa vigogo wakuu kushiriki kura ya Oktoba 29. Maelfu ya waandamanaji waliuawa na maafisa wa usalama. Mamia hawajulikani waliko na wengine wengi wameshtakiwa kwa makosa uhaini. Rais Samia Suluhu alitangazwa mshindi kwa 98% ya kura, matokeo ambayo yamekosolewa na mashirika ya kijamii na kimataifa kama gushi. Kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Lissu anaendelea kuzuiliwa korokoroni kwa mashtaka ya uhaini.
Haya basi, moja kwa moja tunaanza na taarifa yetu ya kwanza, ambapo wiki iliyopita Rais wa Kenya William Ruto alieleza bunge la nchi hiyo kuwa serikali yake imefanikiwa kuimarisha misingi ya uchumi kwa kurejesha nidhamu ya kifedha, kuondoa ruzuku, kupunguza matumizi ya umma na kuongeza mapato. Kwa mujibu wa rais, mfumuko wa bei umeshuka kutoka asilimia 9.6 mwaka 2022 hadi asilimia 4.6 mwezi uliopita, huku shilingi ikionyesha utulivu wa takriban shilingi za Kenya 129 kwa dola kwa kipindi cha karibu miaka miwili. Lakini maswali muhimu bado yanabakia. Je, mafanikio haya ya kiuchumi yanawagusa vipi wananchi wa kawaida? Utulivu wa shilingi unatokana na nguvu za msingi za uchumi au ni hatua za muda mfupi? Alex Munyasi, mfuatiliaji wa sera ya serikali, uchumi na uongozi nchini Kenya, anafafanua. Rais wa Kenya Daktari William Ruto alitoa hotuba yake ya 3 tangu kujakuliwa kwake kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Kikatiba, kila mwaka rais anafaa kuweza kuzungumzia katika bunge masuala ambayo yanahusu nchi, kuweza kupatiana ile scorecard ya huo mwaka, kuelezea Wakenya ni nini ambacho kimekifanya na ni nini ambacho anapanga kukifanya kuendelea mbele. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni lazima aweze kuhutubia taifa kulingana na ile requirement ambayo amepewa kikatiba na kisheria kuweza kushughulikia. Jambo la kwanza ambalo rais aliongea juu yake ni kusisitiza kwamba Kenya kiuchumi ni nchi ambayo imekuwa kwa ile pace ambayo tunaita ni polepole sana. Amepeana zile examples kama nchi kama Singapore, akaongea mambo ya Asian Tigers ambao walikuwa katika kiwango kimoja na sisi katika miaka ya 60, lakini kwa sasa hayo mataifa yameweza kupata maendeleo ya hali ya juu. Na kwa hivyo akasema kwamba inawezekana Kenya pia kupata maendeleo kama yale na kuweza kupiga hatua kutoka kwa taifa linaloendelea na kuweza kuwa taifa ambalo limeweza kuendelea ama limestawi, ile kwa kimombo tunaita first world ama developed country. Akaongea juu ya sarafu ya Kenya. Akasema kwamba Kenya imekuwa na sarafu iliyo dhabiti kwa miaka sasa kama 2. Ukiangalia mataifa mengine yamekuwa na fedha zao ambazo zinapanda na kushuka kulingana na ile exchange rate kwa dola, lakini Kenya imeweza kufaulu kuweza kuwa na shilingi ambayo ni dhabiti, ambalo ni jambo nzuri kwa kipana, kwa sababu inamaanisha ya kwamba wale wanaonunua bidhaa kutoka nje, ya kwamba unapoagiza bidhaa unajua ya kwamba itakuja katika ile bei ambayo umetarajia, sio kwamba leo dola Kenya shilingi imeshuka kesho imepanda. Inafanya biashara at least inavyokuwa dhabiti, biashara inakuwa ya kuweza kujua kwamba kesho nikiagiza kitu basi najua exchange rate itakuwa gani. Pia akaweza kuzungumzia Kenya kuwa taifa la 6 kwa ukubwa kiuchumi Afrika, na huo ni ukweli ya kwamba Kenya ni taifa ambalo ni kubwa, nafasi ya 6 Afrika, na hapo niseme ya kwamba ni jambo nzuri tu ambalo tunaweza jivunia. Lakini pia tujue ya kwamba ukiangalia nafasi ambayo tuko ya 6 na uangalie nafasi ya kwanza na ya pili ni ya 3, yale mataifa kidogo yako mbali sana na sisi. Kwa hivyo tunapoongea mambo ya kuwa nafasi ya 6, bali inabidi tujaribu sana ili ya kwamba tuweze kukuza GDP yetu, ili ya kwamba tuweze kukaribia yale mataifa ambayo yameweza kuwa juu yetu. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taharuki imetanda kati ya mji wa Uvira ambao unatumika kama makao makuu ya mkoa wa Kivu Kusini. Hii ni baada ya mji wa Goma kutwaliwa na wapiganaji wa M23 au M23. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na makabiliano makali katika mji wa Uvira kati ya wanajeshi wa Kongo na makundi ya wapiganaji wanaounga mkono M23. Makubaliano ya karibuni yamesababisha maafa na majeruhi. Gavana naibu wa jimbo la Kivu Kusini, Jean-Jacques Alakano, anataka makundi ya usalama sawia na jeshi la taifa kuimarisha amani. Aidha, mamlaka za jimbo zimetaka raia kurejelea shughuli za kawaida ili kuimarisha uchumi na maisha ya kila siku. Basi kufahamu zaidi kuhusu hali mjini Uvira, hii hapa taarifa ya mwanahabari Mbeleshi Msoshi
kutoka Kinshasa. Kwa mujibu wa Remi, mmoja wa wasemaji wa kundi za wazalendo alipatikana huku Uvira, ameambia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika ya kwamba baadhi ya wazalendo walijitokeza wakati shirika la kutoa chakula kwa wakimbizi wa ndani lilikuwa likitoa msaada. Wapiganaji hao ambao wamesaidia jeshi la taifa kulinda mji wa Uvira walianza kudai pia kupewa chakula. Baada ya kunyimwa walianza kufyatua risasi. Wazalendo hao wakaenda kuhitaji eti wanahitaji nao wapate chakula, wapewe chakula, wana njaa. Sasa wafanyakazi wa shirika linaloshika na chakula duniani wakasema kwamba wao hawana chakula cha kuwapa kwa sababu chakula ni kidogo sana. Sasa hicho kitu kikiingia vizuri kwenye masikio ya ndugu zetu wamoja wazalendo, na hapo jeshi la taifa walipokuja ili kuja kuingilia kati, ndo chanzo cha ugomvi au cha vurugu iliyojitokeza hiyo Jumapili jioni. Risasi zilianza kundirima mji mzima wa Uvira. Justin Bitakwira, mbunge mchaguliwa wa Uvira, pia mmoja wa waratibu wa makundi ya wazalendo, amekumbusha wazalendo wapi walitoka na ikiwa watendelea na vitendo kama hivyo serikali itawapokonya silaha. Muliishi miaka mingi sana porini, hakuna mtu alikuwa na kanyaga Luvungi, Sange, Runingu, Kiliba au Uviraville. Nyinyi wote mkumbuke chawa zenye zilikuwa ndani ya makabutula zenu na mapantalon zenu. Nyinyi ndio mlikuwa sasa fierté nationale ya Kongo. Fierté nationale ya Kongo. Sasa hatujui ni wanani wamegeuka majambazi. M23, AFC, jeshi la Rwanda, au kati yenu ni nyinyi ndio mnageuka sasa majambazi. Na kila mara watu wananishutumu sana, ni watu wa Bitakwira. Sasa mjue kinachokuwa na mwanzo kina mwisho. Kama tabia hiyo amuiachi, watawapokonya zile silaha mko nazo, na wamoja watafungwa. Hiyo vifo ya kila siku, hiyo masasi ya kila siku. Gavana naibu wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Elakano, ambaye amefanya makao yake Uvira, ametoa wito wa umoja kati ya raia, jeshi la taifa na wazalendo ili pamoja kuendelea na juhudi za kukinga mji huu. Yenye alipita yamekwisha pita, tuanze kazi kama kawaida. Watoto waende shule, wa mama wa baba watume watoto waende shule, wa kuchuruza wachuruze, wa kusafiri wasafiri. Hali ni shwari. Mengine kama vile nilimesema, serikali itashughulikia wale ambao wako kwenye hospitali. Serikali pia inaendelea kupatanisha wale ambao walikuwa waelewani, vikundi vya wazalendo, vimoja vya wazalendo na kikundi kimoja cha jeshi, ili wote waongee neno moja, na ile neno moja ni kufyeka adui mbali. Hiyo ndio neno nawaambia na kuwapatia moyo watoto wa Uvira. Na hivi hali kama hivyo yamejitokeza wakati wapiganaji wa M23 wametishia kushika mji wa Uvira. Mbele Timsoshi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika, Kinshasa. Msikilizaji, ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa kujadili na kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili. Kumbuka pia unaweza kujiunga nasi kwenye mitandao ya kijamii Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Jina langu mimi ni Ann Ngugi. Bila kusahau pia msikilizaji, unaweza kutoa sauti yako kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tuma ujumbe mfupi pale ukieleza matangazo yetu yakoje, umesikiza nini, umeridhishwa na nini, je ungependa kusikia nini, na bila shaka tutaweza kusoma hapa hapa katika idhaa uyapendayo, ambayo ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti yako kama Mwafrika. Tukisonga mbele ni kwamba katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola amemteua rais wa zamani wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera kuwa mpatanishi kufuatia mzozo wa baada ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania, ambapo mamia ya waandamanaji waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Tanzania inapitia kipindi kigumu baada ya uchaguzi huo, na rais wa nchi hiyo Rais Samia Suluhu Hassan amewarai wananchi kujizatiti kutokana na ukweli kwamba wahisani huenda wakasitisha misaada kwa Tanzania. Hata hivyo, swali limebaki ni kuwa ni akina nani hasa wanaridhia au ni akina nani hasa wanaridhiana nchini Tanzania, na uteuzi wa Rais Lazarus Chakwera una maana gani?
Hili ni swala ambalo mwenzetu Silvanus Karemera amemuuliza Erad Mporoto ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka nchini Tanzania. Nadhani uteuzi wake unakuja mara baada ya tulichokishuhudia baada ya uchaguzi na mambo ya sintofahamu pamoja na baadhi ya changamoto kutokea. Uteuzi wake unaweza kuwa ni muhimu kwa sababu kwanza Tanzania ni mwanachama wa Jumuiya ya Madola, lakini pia nadhani kutokana na namna ambavyo Dr. Lazarus Chakwera ameweza kuonyesha namna ya kuweza kukabidhi madaraka katika namna ambayo pengine watu wengi imewavutia na kuwafanya wamuone yeye kuwa ni kiongozi wa mfano. Hiyo inakuwa ni sifa nyingine ambayo imemfanya yeye kuteuliwa kuwa mjumbe. Sasa tutegemee nini? Nadhani kila taasisi, lakini kila baadhi ya watu wanajaribu kuona namna gani wanaweza kushiriki pindi anapotokea matatizo. Sasa kama Tanzania akiwa mwanachama wa Jumuiya ya Madola, nadhani wao wameona umuhimu wa kuongeza jitihada au kuweka jitihada katika kulileta taifa pamoja, kwamba moja kati ya majukumu ambayo atakuwa nayo Tanzania ni kuhakikisha anawaunganisha maafisa wa serikali. Naam, katika hali hii unadhani nani anaridhiana na mwingine? Kwa sababu tunajua kwamba mpinzani mkuu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, anaendelea kuzuiliwa kwa kosa la jinai. Je, ataachiwa huru? Kimsingi hiki kinachosemekana kama maridhiano ni kati ya nani na nani hasa kwa maoni yako? Vyama vya siasa ni mdau namba moja, lakini pia kuna viongozi wa dini, kuna makundi maalum, kuna asasi, kuna mashirika ya kimataifa na ya kiraia, lakini pia kuna viongozi wa kimila. Hao wote ni wadau. Sasa tunavyozungumzia kuwapatanisha au kutengeneza amani kwa taifa, nadhani Tundu Lissu anabakia kuwa ni kipengele kimoja kwenye taifa. Ni muhimu yeye kutambulika kama mmoja kati ya wadau wanaoweza kuishikilia amani, lakini serikali pamoja na vyombo vya kiulinzi na usalama pamoja na mahakama nadhani wanamshikilia yeye kutokana na kile kinachodaiwa masuala ya kimahakama na hiyo kesi ya jinai ambayo imewekwa dhidi yake yeye. Sasa hilo nadhani tunaliacha mikononi mwa mahakama ambayo ndio inaendelea kuchakata hizo taarifa na kuona namna gani wao wanaweza kuipeleka hiyo kesi yake tamati. Lakini kimsingi nadhani kuna watu wengi ambao wanatakiwa wakutane, wajadiliane. Pengine majadiliano hayo sasa ndio yanaweza yakatoa dira ya nini kitafuata baada ya Tundu Lissu kuwa gerezani kwa huo muda ambao umekuwepo. Nadhani serikali ina mambo ambayo wao wamekuwa wakiyaona kama ni tishio kwa amani ya taifa, lakini na wadau wengine watakuwa na vitu ambavyo wao pia wameviona kwamba hivi ni vikwazo. Kwa hiyo kupatana huku kunafungua mlango wa wadau kuja pamoja. Naam, katika hotuba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wakati akizindua bunge la 13 alisema kwa kauli yake kwamba yumkini kipindi hiki nchi inakoingia misaada ya wahisani ikawa ni michache. Akasema kwamba hii inatokana na kile alichokitaja kama ni doa na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Kauli hii ya rais unaitathmini vipi kwa maoni yako? Ndio, alizungumza kuhusiana na hiyo swala la wahisani kurudi nyuma, lakini pia alikumbusha mawaziri pamoja na taifa kwamba ndani ya nchi yetu tuna rasilimali. Kwa hivyo nadhani uongozi wake utakwenda kuangazia na kuwa makini zaidi katika swala zima la rasilimali zilizopo ndani ya taifa letu. Imekuwa ni kawaida kwamba mataifa yetu mengi ya Afrika tuna rasilimali nyingi sana ndani ya mataifa yetu, lakini huwezi kuona tija. Tuna madini, tuna misitu, tuna rasilimali nyingi sana, lakini ukija kuangalia yale matokeo yanayoletwa na zile rasilimali zetu inakuwa ni tofauti kabisa na uhalisia wa mambo ulivyo. Kwa hivyo nadhani aliwasihi pia mawaziri kwamba tunakwenda kuhakikisha tunahesabu kila senti inayoingia na kila hesabu tunayoifanya ili kuhakikisha hili gepu ambalo wahisani tunawategemea kulitengeneza walau tukaweze kulifanya kwa fedha zetu za ndani. Na mwisho kabisa, sisi tulioko nje tunasikia kwamba vijana wanaendelea kupanga maandamano tarehe 9 Desemba. Kwa kauli yako unadhani
haya maandamano yanahitaji kitu gani hasa? Kwa sababu tumesikia hata baadhi ya wajumbe wa serikali kule mikoani wakisema kwamba wakiwasa vijana kwamba wasijiingize katika maandamano kwa sababu wale warubuni wapo katika nchi za nje kupitia mitandao ya kijamii. Unadhani safari hii vijana watafanya maandamano, na je, wakiyafanya itakuwa ni tofauti gani kati ya yale ambayo yalifanyika Oktoba 29? Ndiyo, ni kweli mitandaoni kumekuwa na hizo jumbe mbalimbali zikitumwa na watu wakijaribu kuzishare kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Nadhani msingi wa maandamano yao yanatengenezwa kwenye ukweli kwamba wao wanadai kwamba serikali iliyokuwepo madarakani imeingia katika namna isiyokuwa njema. Huo ndo msingi wa madai yao. Sasa nini kitafanyika? Nadhani tusubiri tuweze kuona nini kitafanyika, kama kweli wataandamana au la. Lakini jitihada mbalimbali zimeendelea kufanyika kuweza kuwaleta watu pamoja, lakini nadhani tumeona siku kadhaa nyuma imeundwa tume ya kuweza kufanya uchunguzi kwa yale yaliyotokea. Kwa hiyo katika ujumla wake serikali inaendelea kuwasihi vijana kwamba hakuna kitu kingine kinaweza kikafanyika isipokuwa mazungumzo. Huyo amekuwa ni Erad Mporoto, mchambuzi wa siasa nchini Tanzania. Afrika imeshuhudia wimbi la maandamano ya vijana wakishinikiza mageuzi ya demokrasia na utawala bora. Kila uchao tumeamkia maandamano ya vijana wakipinga sheria, sera na maamuzi ambayo wapinga na kudai yanabagua upande mmoja au sheria inayowanyanyasa walio wengi. Mamlaka kadhaa zimelazimika kubadilisha mifumo yake ya uongozi. Kwa mfano, nchini Kenya maandamano ya vijana yalishinikiza serikali hadi kaondoa mswada wa fedha walioulalamikia kuchochea gharama za maisha. Kisiwani Madagascar vijana walichochea mageuzi na kuzua mapinduzi dhidi ya utawala. Nchi jirani ya Tanzania vijana wameapa kushinikiza mageuzi, hususan baada ya maandamano makubwa kupinga sheria ya uchaguzi. Lakini sauti ya vijana itasikizwa nje ya vyama vya kisiasa. Ni wakati vijana kuingia chamani na kushinikiza mageuzi ndani ya vyama tawala au vya upinzani. Na je, vyama vya kisiasa Afrika viko na nafasi ya vijana wanaoshinikiza mageuzi? Jibu ni kwenye tahariri na Kennedy Wandera. Kwa muda mrefu vyama vya kisiasa barani Afrika vimekuwa vikieleweka kupitia miwani ya wazee, mabwanyenye na baraza la mabalozi wa siasa za zamani. Lakini katika karne hii ya kasi ya taarifa na mabadiliko ya kijamii, nguvu mpya imeibuka: vijana. Wao ndio walio wengi, walio na mawazo mapya na wanaobeba hasira na matumaini ya kizazi kipya. Swali kuu ni je, vyama vya kisiasa vinawapa nafasi ya kweli au vijana wanaendelea kuwa wapiga makofi tu? Katika chama cha ODM nchini Kenya, vijana wamekuwa wakidai nafasi, uwazi na mabadiliko ya kimfumo. Mara nyingi nguvu yao imeibua migawanyiko ya ndani, sio kwa sababu ya vijana ni tatizo, bali kwa kuwa uthubutu wao unagongana na ukongwe wa miundo ya chama. Vijana wa ODM wameonyesha kuwa wakipewa nafasi ya uongozi wana uwezo wa kutikisa misingi ya chama, kuleta mijadala mipya na kushinikiza mageuzi ambayo wazee wengi hutaka kuyahirisha. Katika chama cha CNDD-FDD cha Burundi, Eberankuri, jina lenye maana ya wanaona mbali, ni mfumo tofauti kabisa. Badala ya kuwa vuguvugu la kisiasa la kujenga taifa, kikundi hicho cha vijana kiliishia kuwa kikosi cha vurugu, kikitumiwa kushambulia na hata kuua waandamanaji waliompinga Rais Pierre Nkurunziza. Huu ni ushahidi kwamba vijana wakitumika vibaya na kukosa dira ya kidemokrasia wanaweza kubadilishwa kuwa silaha badala ya kuwa daraja la mageuzi. Kwa upande mwingine, kikosi cha vijana wa kisiasa wa ANC nchini Afrika Kusini kimeonyesha tafsiri tofauti ya ushiriki wa vijana. Tangu enzi za Julius Malema, kikosi cha vijana wa ANC kimekuwa na sauti nzito, kisukuma chama kuelekea ajenda za usawa, haki za kiuchumi na mageuzi ya ardhi. Hata pale inapokiuka mistari ya chama, nguvu ya vijana imebaki kuwa nguvu ya kushinikiza mabadiliko na kuibua mijadala mizito ya kitaifa. Umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi nchini Tanzania ni jina kubwa linalokosa sauti sawia. Ingawa vijana hawa hawatetemeshi chama kama wenzao wa ANC, wana nafasi ya kushiriki katika uongozi na baadhi yao huchaguliwa bungeni. Hata hivyo, mfumo wa chama
hicho unaonekana kuwa na pazia la heshima. Vijana wanaruhusiwa kuwepo, lakini si lazima wasikilizwe. Katika vyama vingi vingine nchini Kenya na kwingineko, vijana wamegeuzwa kuwa mashabiki na wapiga makelele, si watunga sera. Wanaonekana kuwa rasilimali wakati wa kampeni, lakini ni mzigo inapofika wakati wa kuamua mustakabali wa chama. Hawana sauti, hawana nafasi, hawashirikishwi na mara nyingi hawajui hata wanachodai. Vuguvugu la Gen Z hasa lilojitokeza Kenya katika miaka hivi karibuni limethibitisha kwamba vijana wana uwezo wa kuibadilisha nchi bila vibali vya chama. Lakini kwa kukosa chama thabiti, muundo wa kisiasa na njia ya kugeuza hasira kwa sera, vuguvugu hili linabaki kuwa nguvu isiyo na nyumba. Ni moto mkali lakini unaotawanyika kwa upepo. Vijana si tatizo, vyama visivyowapa nafasi ndilo tatizo. Kila mahali ambapo vijana wamepewa nafasi ya maana, vyama vimepanuka na demokrasia imekuwa. Na popote wanapotumiwa vibaya na kupuuzwa, matokeo yamekuwa vurugu, migawanyiko au kufifia kwa matumaini ya mageuzi. Ni wakati wa vyama kutambua kwamba vijana si wapiga makofi, ni mustakabali wa siasa. Wanapoachwa nje, tunafunga mlango kwa kesho. Wanaposhirikishwa ipasavyo, tunafungua milango ya mabadiliko ya kweli. Huyo amekuwa ni Kennedy Wandera akituletea tahariri ya leo. Hebu sasa tupate matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ngendo. Shirika la Amnesty International linasema ni rasmi kwamba jeshi la wanamgambo la Rapid Support Forces RSF lilitekeleza uhalifu wa kivita katika mji wa El Fasher ulioko jimbo la Darfur nchini Sudan. Ripoti ya shirika hilo inasema ilikusanya ushahidi ambapo wapiganaji wa RSF waliwapiga risasi na kuwaua wanaume ambao hawakuwa na silaha, kuwabaka wanawake na wasichana, na baadhi ya raia wakatekwa nyara ili kudai kikombozi. Baadhi ya raia waliotoa ushahidi wamesema maiti za raia wakazi wa El Fasher zilitapakaa barabarani baada ya mji huo kutawaliwa na wapiganaji hao. RSF haijatoa taarifa dhidi ya ripoti ya Amnesty International, lakini awali ilikiri baadhi ya wapiganaji wake walitekeleza dhulma za kibinadamu. Mji wa El Fasher ulitawaliwa na wapiganaji wa RSF mnamo mwezi Oktoba kutoka kwa jeshi la Sudan. Eneo hilo lilikuwa ngome kuu ya mwisho kushikiliwa na jeshi la nchi katika jimbo la Darfur. Shirika la Afya Duniani WHO lilitangaza kwamba mapigano ya El Fasher yalisababisha vifo vya zaidi ya wagonjwa 400 na maafisa wa afya walionusurika walitekwa nyara. Milki ya Imarati UAE imelaumiwa kuwafadhili wapiganaji wa RSF, lakini ufalme huo wa Kiarabu umekanusha tuhuma hizo. Mmoja wa mabinti wa rais wa zamani Afrika Kusini Jacob Zuma amemshtaki dadake kwa madai ya kuwasajili wanaume nchini humo ili kupigana katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Nkosazana Zuma Ncube amedai dadake Duduzile Zuma Sambula, ambaye ni mbunge wa Afrika Kusini, aliwahadaa wanaume hao wajiunge kama mamluki ili kusaidia jeshi la Urusi. Anasema wanaume hao waliahidiwa kupokea mafunzo ya kuwa walinzi wa wabunge wa chama cha Zuma cha Mkomoto Wesizwe MK nchini Urusi, lakini wakaishia kambi za kivita huko Ukraine. Polisi Afrika Kusini wanasema wanachunguza madai hayo. Awali serikali ilikiri kwamba raia wake 17 waliomba kukombolewa kutoka uwanja wa mapigano huko Urusi, wakisema waliahidiwa ajira lakini matokeo yakawa tofauti. Bi Zuma Ncube anasema ni wajibu wake kama raia mwema kumwajibisha dadake huyo. Mbunge huyo wa Afrika Kusini Zuma Zambula aidha anakabiliwa na mashtaka mengine ya kuchochea ghasia. Amedai kuweka ujumbe wa kuchochea maandamano kupinga kukamatwa kwa rais wa zamani mwaka 2021 ambapo zaidi ya watu 300 waliuawa na mali ya mamilioni ya dola ikaharibiwa na nyingine kuporwa. Tanzania imefuta sherehe za uhuru wa nchi hiyo hapo Disemba 9 na kusema fedha ambazo zingetumika kwa dhifa hizo zitawekwa katika ukarabati wa miundo misingi iliyoharibiwa wakati wa maandamano ya kupinga uchaguzi mkuu. Tangazo hili linajiri wakati vyama vya upinzani na watetezi wa haki za binadamu wameitisha maandamano siku hiyo ili kulalamikia mauaji ya waandamanaji na maafisa wa polisi. Tanzania ilishuhudia maandamano makubwa ambapo wafuasi wa upinzani
walipinga sheria ya uchaguzi na kuzuiwa kwa vigogo wakuu kushiriki kura ya Oktoba 29. Maelfu ya waandamanaji waliuawa na maafisa wa usalama. Mamia hawajulikani waliko na wengine wengi wameshtakiwa kwa makosa uhaini. Rais Samia Suluhu alitangazwa mshindi kwa 98% ya kura, matokeo ambayo yamekosolewa na mashirika ya kijamii na kimataifa kama gushi. Kiongozi mkuu wa upinzani Tundu Lissu anaendelea kuzuiliwa korokoroni kwa mashtaka ya uhaini. Na kwa niaba ya kikosi cha idhaa ya Kiswahili ya Afrika tunatoa shukrani zetu kwa kujiunga nasi na kuchangia kwenye Sauti ya Mwafrika. Kumbuka kwamba tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri kwa sasa.